musicien tukikutanana mu événement kitu cha kwanza kile artiste musicien anakuwa ni photo. Ambia ni moto. Wallahi niko ile itaingia paka Tanzania. Daoa. Niko prepare kwa. Malugula kaniambia huko mtu majabu kaniambia ni moto. Jambo mabibi na mabwana. Naitwa Mr. Champagne na nalomba kwanza msamahani. Nilichelewa na kama nilichelewa najua mwanadamu unapangana na Mungu anapanga vyake. Heureusement tuko deja hapa. Nafurahi sana tena sana. Unajua wakati nilikuwa Tanzania niliwaambia media zetu zinatumikana na zinafanyaka kazi. Hivi sasa hivi tuko wanaangalia live wanasantil kama hapa ni moto. Hakuna michezo. Bon, sina mingi ya kuongea, ndajibia maswali kufuatana na jinsi ninaulizwa. Okay, merci. Naam, tuelekee. Champagne. Donc, yeye ni secrétaire. Léo, Mr. Champagne, ukimtafuta kwa telefone, secrétaire ndio anapokea telefone. C'est ça. Tu vas Mr. Champagne. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous le passer après. C'est ça. Yeye anaitwa digital. Nadhani kila mtu anamjua moto ya volcan. Akitingiza hapa ni moto. Akideside tu hapa anasema tunaanza mama kunusi na mwangika kuna kunya mdu wingi. Ni yeye tukisema tu mseme tu view. Mwe mtaona. Yeye anaitwa Kevin, nadhani kila mtu anamjua. Yaani cinéaste plus na iko mu monde ya muziki ya Burundi, anafanya comedy. Yeah. Donc merci beaucoup. Tunaweza tukaendelea. Sawa, yeyote ambaye ana swali anaweza kupandisha mkono then tukampa mic akauliza swali lake. Hapo kimoshaka ni kipi? Unanisikia? Unanielewa? Uchange lakini. Sawa. Lakini kwa ingekuwa vizuri ningesema vyote vipeleka kwa vyote cha lipo japo ndio tumesema maswali. Okay, niongee sawa. Sawa diko kwa. Tunasali wapigi. Mnaiwa kwanza kama mwingi il faut que musicien tuanze wao sasa. Juu ba musicien bakala musisa. Ile question ya kwanza biro naweza kusema sitaki kwa mongo artiste musicien. Sasa sidhani kama artiste bote bako na mabiro. Ya na mtu kishasema secrétaire donc ni mtu ambaye anakuwa peut-être anafuatilia kazi zako na unaweza kuwa na besoin ya kufika fasi uende par exemple signer contrat il y a la représenter tout directement facilement mais si na bureau c'est ni na bureau face fulani Champagne na bureau face fulani non mais bientôt tafungula bureau ya bureau itakuwa na question ya pili ni juu ya kisi ma réaction ya bafan kufuatana na nilongea. Naweza nikasema sisi kwa sisi ba artiste musicien naweza nikasema kwanza tukue tunaheshimiana. Huyu ni mkubwa kwangu. Hata kama unaweza kupata ulitoa hiti moja au hiti mbili. Kumbuka kama peut-être huyu mkubwa yangu ashatoa hiti 12 au hiti 50. Unaelewa? Ndio maana mimi kila siku mimi nasema mimi nakuwa na respect sana kwa artiste wengine. Na tukiendelea kuheshimiana ndio itafanya muziki iende mbali zaidi. Naweza kuwa niko na fans wangu na wewe una fans wako. Mimi tukibachanga pamoja kuna kwa kitu kimoja. Kama uko na connection, patia mwenzako connection. Patia mwenzako, onesha mwenzako ndio kama mimi artiste mimi na besoin aseme nimpatie ma technique yote nifanye ma émission. Na wewe batabambia sina problem. Mais kuko ba artiste wengine anaweza kuwa na connection na asikuoneshe connection. Anaweza kuwa na contact na msanii fulani na anakatala wala msanii fulani alikuwa juu yake mu terrain na sikufikishi kwake wala sikupresenter artiste mmoja mwenye anaweza hata kuna artiste gani hata akweni Beyoncé na anakupresenter hata akweni petit msanii wa Burundi mwangali kinaanza Farias Fizo hata akuna msanii wowote mwenye alitoka nje wakikuwa tu pamoja unamonaka na presenter ewa huyu msanii wetu huyu msanii wetu anaitwa fulani huyu msanii mais attention kwa artiste wengine
akikuwa tu na musicien mwenye na yangu ni musicien kutoka nje. Papa. Kwanza na kana wale musicien sasa msikaji kutoka kwa studio kwa nje. Kwa sababu ndio hivi. Non là. En fait, ile inasaidiaga, inakuwa inasaidia kupatiana ma connection inakuwa bien. Non là. Bon, kufatana na reaction ya bafan, nadhani mko mnasoma mopeki. Bafan mopeki banayua bien kama si artiste atupendana na bijua. Banayaka si artiste atupendana, plus tukipendana tutasogezana mbali zaidi na bali bien. Nasema ni secrétaire, yeye kuna fiancé wake na sio mpaka nilisema kwa media au mpaka teji na fiancé yake kwa media, c'est juste tout tunafanya kazi pamoja mais daoa. Ndio tuprepare kwa dada. Parce que même dans ta voix musulmane. Assalamu alaikum. Ba artiste musicien tukikutana na mu événement kitu cha kwanza ba artiste musicien anakuwa ni photo. Yeah. Patron King si famiani naye sawa na donc mimi na yeye tufamiani. Mais wakati tulikutana pale, il a fallu créer connaissance. Kama uko musicien, unafanyaga mkaramusi yako jo créer connaissance. Na wakati unacreate na mtu connaissance, haiko pale aseme yo tutafanya karaoke. Twende ku studio sasa. Unacreate kama mtu na connaissance kisha avec le temps pole unamtengeneza. Unamtengeneza. Sio collabo, mais ilikuwa tout juste tulikutana na mu événement alikiba, tukapiga picha. Bon, il essayait kukamata na connaissance mais anglais niangusha. Ya, basi kwa kuna anglais moi nguvu, je sisiki. Mimi namwambia tu mwende Mr Champagne artiste from Burundi. Yes, you is a number from you. Non, sasa hata niambi kwa tumia namba. Je entendre merci élève. D'accord, bah téléphone wewe tia tu. Akatira nimero yake. Bas, c'est ça. Mais hakuna vingine aseme nilimwambia tu ku studio tu hivi hapa. Fali ni mtu mwananijua toka hapa Burundi. Fali alikia Burundi baka nipresente Sultan akanipresente na saa alikuya Tanzania bali ni présenter encore na ndio maana nataka nifanye ile video tuko naye vile parce que ule problème ndani ule bodyguard wake yeye akaitika kila mtu afanye ile video wasa juu niko la force ile video ilifanywa na Fali atu préparer chanson mais nilibambia mu 2022 na ima ya monde itakuwa mwimbo ya ajabu. C'est ça. À Kenya, ça il voyager près de Kenya. Kenya nilifanya siku moja. Hapakuwa time ya kupiga photo. Hapakuwa time ya kupiga photo. Tulifika Kenya. Unajua tusikwe tunajizarau. Una wakati watu wanakuona kile uko étoile na watu wanakuona kama uko mtu wa danger. Lazima na uchi kama mtu wa danger. Wakati watu wanakia kurekipere juu mwende muongee business. Sio anze fika uko nako sasa uko na hapo unaanza kusema yeye ni mshenzi. Sasa unachikamata professionnel. Tunaenda kama professionnel, ile na vala chemise moja propre, tunaenda tunaingia mu avion bien, tunaenda tunaongea tunaweza kuongea, tukarentre. Mais niko napanga voyage sasa kwenda Kenya sasa nifanye media tour, ndio napiga mafoto ya James. Niko mipeki. Nafaa mimi nataka. C'est ça. Il ilikuwa ni kikazi tunaenda nafika kwa hotel tunaongea na boss, anaanza kuongea na boss nikarudia. Il fallait que je comporte comme professionnel mais Moussa tu vas dans avion mais ilikuwa ni pembeni kama nipige photo wala. Kwa ma conditions za nguvu, ma conditions za franga, ma conditions za risi ya kufanya clip bile vyote bilikuwa na yao kama collab mnafanyaga na isitoki. Mais kufuatana na conditions yenyewe unapewa. Kwa ma conditions mingi sana kama franga zilizombewa nikisema niseme zile franga hapa ni franga za mtu kununua parcelle na mtu anajenga na familia yake. Ça ici na Congo hiyo uelewa mais c'est là que si vous ça comprendre donc effet à kujipatia autant na kutravailler peut-être que balcon là que bien kufuata vitu concept tumpatia ata exécuter na nyimbo ilibaki hapo studio parce que le studio yenyewe anatumika hapo nyimbo ilibaki hapo kule na sikuwa na tukua kulikipelea ile nyimbo parce que comme condition yenyewe nilipewa kiexécuter ma condition ndio mimi nakuwa natukua kulikipelea nyimbo ndio matatizo ilipitaka bado kwa mfano mambo mbaya mingi sana singeweza nana. Narudia kwa safari yako. Unatoka Tanzania kwa platform show. Champagne, mimi na maswali mawili ambayo napenda kukuuliza. Kwanza ni kuhusiana na show ambayo ulifanya, tulipoona ulifanya show kwa Tanzania.
Sasa sijui kama ilikuwa kwenye program au uliikuta kule na ilikuwaje mpaka ukaipata ile show. Ah, okay. Ile concert ilikuwa concert ya Christian Bella. Ilikuwa concert ya Christian Bella na Christian Bella alikuwa kaniniambia mapema kama iko na evenement sanda kuu ya Tanzania nifike na participer kwa evenement yake. Unajua tukwe kiukweli. Tukwe tunaongea ukweli. Il faut travailler sana, il faut tutumike sana. Juu tu pénétrer à l'extérieur. Sawa, Tanzania hatuyaingia sana. Na kama tuyaingia sana, visibilité nasaidiaga. Yeah. Alors, il est invitation ya nani ya Christian Bella singi katala. Ilikuwa ni invitation yali aniinvite mu événement yake. Donc kama nilivoyager na hiyo kama taifa mu événement yake. Okay. Yeah. Swali la mwisho ni kuhusiana na ngoma ambayo umefanya na Kesi. Champagne, wewe ni mtu ambaye huwa unavurugu sana unapofanya mambo yako, lakini kilichonishangaza mimi kwako sikuona support ambayo umeipa ile ngoma. Sijui kama labda kuna tatizo na Kesi au kuna tatizo gani, kwani hauipi mashavu? Non, niliposte ku Instagram, niliposte ku Stati, niliposte ku Facebook, niliposte fasi yote, nilifanyia challenge na ndio ya muhimu sana kama unafanya collab. Yeah. Ni Krista kutoka waza mu Kirundi. Okay. Mr. Champagne. Okay. Mfise ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kigaragara kiti hari amazina turiko turabona ngaho imbere sibaza ko umwagarutse ko murayavuga. Ati kubera iki Mr. Champagne yashimye kuba yokorana n'abo bantu, kubera iki atamenti n'imwe tubona ngaho mu Burundi nuko ataco zigufasha. Okay. Mamedia zinisaidia sana tena sana. Kwanza ile system yenye ilikuwa inakuwa kwa internet ya mamedia na wanapia mbele ya Mungu. Je vous jure devant Dieu. Unayaba Tanzania wanafuatiliaga sana na huko. Balikuwa wanaona nikifanya kitu wanaona Facebook inachafuka, Instagram inachafuka. Nikifanya kitu Facebook inachafuka, Instagram inachafuka. Mimi nilikuwa na repost. Walai Mwijango aliniambia, bwana, inaonekana kule kwenu mko moto. Nikamwambia basi ni michezo. Hakuna michezo. Unaanza ile inasaidiaga. Sasa naweza kusema hii nani uliona hapa ni watu wenye walikuwa walisenonea sina kitu. Tunajitahidi. Na leo tunasaidiwa. Wakati watu wanatusaidia kwa kubaremercier, unafanya kitu fulani kwa kubaremercier. Unaweza nikasema fulani na mremercier. Okay, unamremercier kukinywa. Fanya ta geste fulani basi. Unaelewa? Ningesema nitie ma media zote hapa. Sasa moja kungekuwa nyingine media moja yenye tungesahau, nilionekana mnafiki. Media yote ilisaidia, kuna hata media moja yenye ilisaidia. Media yote ilisaidia. Non, ya. Asa hii pancarte ilikuwa tu pancarte ya kuremercier bale batu benye balitia ma moyen hapo. Johnny ende na vole. Non, nifike Tanzania, kwa lipa ma hotel. Non. Kuko benye balipatia ma argent de poche, bitu ya vide, ya c'est ça. Ni Mr. Champagne wasohotse igihugu avuga ko atari umurundi ariko mu gihugu cy'u Burundi. Unakibaza ibihugu byose watembereye mu wasohotse userukira Burundi cyane wasohotse ku giti cyabo. Ah, okay. Hapo select ndio Anasema hivi Mr. Champagne, umeondoka na kuelekea Tanzania. Interviews ambazo ulizifanya zote ulikuwa unasema kwamba wewe si Mrundi. Unaelewa? Hauko Mrundi. Anauliza kwamba ulikuwa unajirepresent wewe kama wewe au ulikuwa unarepresent nchi ya Burundi. That's the ma interview sizani kama lisifata bien. Ndio kisi uliuliza. Ameuliza. Na wajitati ni Mr. Champagne. Fanya ilikuwa basi maga baliandika tu 5. Ile 5 mimi nikayo mange 5. 5 ile ndio nikayo kumbi hiyo 5 maki saa 5. Nikaenda 5 ile kwa sababu. Sasa uko unaangalia kisi mtu kwa pia kalikira franga zangu zile franga kwanza zinaenda vile za taxi. Tena nilipa 20000 shile. Kwa nilikuwa naishi na kwa safi kwenye iko. Deja ndio ni parmi machangamoto. Ya ni machangamoto maana zile franga zinaenda na mai. Nilikuwa obligé kurudia kunyumba nichunge mpaka saa 5 yenyewe. Alafu nifanyaga nilikuwa una chance nifanya 2 fois émission kwa safi. Mpaka Jumalugula kaniambia huko mtu majibu akaniambia ni moto. Changamoto nyingine zile kasema ni kwamba wakati wa concert
concert ya nani ya Christian Bella. Tulikuwa tuko pale tunaprepare concert. Niliendaga misa tunaenda kule kwa evenement mbele ya Mungu. Franga zilikuwa ziko mpantalo. Niliziacha kunyumba. Niliziacha kunyumba. Tushafika sasa kwa evenement pale. Tunafika sasa. Sasa ile bolt ifosa ni mulipe. Nikajikuta kwa mifranga niliziacha kunyumba. Sikaenda kafuta bewa kumlango kabewa mulipo hiyo. Mifranga niliziacha kunyumba sikia ndani. Bewa kumlango wakasema na sasa tuigiza kitu. Ule wa bolt sasa akasema sasa hapa ni komba mwisho. Kama unilipe franga zangu, baki itakuwa ni filme. Bonga tu media itangazi. Mimi nasema sawa, hakuna shida, media itangazi kiki. Jua kwa kujua kwa kiki. Kwa watu wanalipa franga jua kiki ya vile kule. Mais heureusement bahati ya Mungu, sisi tunaongea vile nani manager wa Christian Bella akafika na hiyo ni changamoto, ilikuwa changamoto ya ajabu tu, nilikuwa nishapanike. Bon, question ya kufuata ilikuwa ilikuwa tena je? Objectif ya kwanza ilikuwa kwenda fanya collabo na Christian Bella, pia kufanya clip na Duli. Ya pili niliendelea kufanya media tour, kukutana na watangazaji. Cha tatu niliendaga juu ya ile concert ya Fally Ipupa. Nilikuwa parmi watu wenye walipasha mwakili partir ya Tanzania. Na cha ine nilikuwa naenda nifuatilie nione game ya Tanzania kisiko. Donc nilienda pale kufanya uchunguzi nione banevolue ya monde ya muziki pale partir ya Tanzania. C'est ça. Okay. Kenya. Okay, Kenya ilikuwa ni mambo ya business. Nilienda tu juste nilienda nifanya tu journellement. Bon, il va tout étudier naye hapo pale Tanzania. Après Mama Dangote pour les posts, donc on a créé une publicité, kwa business watafanya partir hapa Burundi, ni Bahindi. Donc waliniona wakanicontacter à partir de Instagram, mais wakaniomba twende Kenya tuongee na boss wao, kisha baadaye tukarudi. Badala hapo yote, kipi ambacho nilichosoma hapo? Okay, Kenya mimi nilisoma Tanzania, niliona kwanza bako na bidii sana. Ni watu wenye wanajituma kwanza sana monde ya muziki, na ba journaliste bao ni watu wenye bako mouvementer sana. Donc abapenda kibaachi kaelewe kidogo. Abana hata kuelewa, kama abana hata muda na elewe kidogo. Kingine kinaweza sema niliona partir ya Tanzania kisi nilijifunza sana kote ya beef ya artiste musicien. Banakoka banacheza na akili ya population, parce que niliona part ya begi sana au unaona kama baba levo wako wanajibizana na babu ijabu, mais bakikutana na hivi ni barafiki sana, mais banacheza tu na réseaux sociaux bafan nini non. Donc ma beef yabo ni beef ya business, sio beef ya mbaya ya banabifanyanga tu vile kwa internet, mais bakikutana na hivi ni barafiki sana. Nakumbuka mule mu evenement ya Likiba nilikutana na wale ba omi walikuwa mule, mais ukiangalia wale ba omi na watu ya wale ba Likiba unaona kama ni déjà biko côté moya, mais unaona que bali participer mu événement ya Likiba. C'est ça. Mr. Champagne. Oui. Nilikuwa napenda kufahamu kuhusu neno lako ambalo uliongea kuhusu watangazaji wa Burundi. Okay. Ulisema kwamba wasanii wa Burundi hawapendani, hakuna upendo kati yao. So hii post ilileta gumzo kubwa na kufanya mtafaruku tofauti kati ya watangazaji na kati ya wasanii, ambaye alikuja kushikiza na kuifanya hii gumzo ipungue nguvu kidogo ni msanii Big Fizzo, ambaye alienda kuongezea kusupport ile neno lako la kusema kwamba hakuna upendo baina ya wasanii. So nilikuwa nataka kujua ili neno lilisema kwa nini? Unajua, naweza nikasema tusikue tunapakala saa moya makosa, tuipakale mafuta. Bien sûr nilifuatilia hivyo vitu, nikasikia eti sijui Champagne uliongea unatoa siri na nini. Muziki amekuwa kisiri. Hivi tuko tunafanya hapa kwanza sasa dunia mzima iko natuona. Na hakuna mwenye ajui kama artiste musicien tuko na problème. Kila mtu mko hapa mnajua bien. Il y a un sac papa entre nous les artistes, utasikia entre WhatsApp, Fariaz utasikia huko Champagne, Bifamba, leo sai Bentobe kwa.
tuko tunaongea entre nous les artistes, tuongee tuseme kweli, tuache unafiki. Entre nous les artistes kuna kitu kia kiendeki. Sawa. Na kama mimi niliviongea, sio mimi ndo wa kwanza naviongea. Mimi kila siku mimi nasemaga na kwa nafuata mara mingi sana example kwa Farias. Na Farias mara mingi akiongea kitu anaongeaga na anatoa message na unaona kama watu watamwatake. Ikikuwa mtu mwingine aliongea anapata attack. Hii neno nilisema kwanza Farias alishawahi kuisema wakati aliorganize nani Bantu Boy iliweza organize evenement ikaitisha ba artiste musicien kuko ba artiste bakuyaga. Farias akasemaga que Jou Bantu Boy organize kuko ba artiste bakuya. Donc entre nous les artistes kuko ba hypocrite. Mimi wakati nilikuwa nafanya interview Tanzania, objectif ya kwanza nilikuwa nawaambia que Burundi tuna support ya 100%. Muziki tunaipiga sana. Lakini mwe huko mpiga muziki ya Burundi. Na kama ba artiste ya Burundi wakifa ma evenement parce que muziki ya Burundi ipigwa kio. Sa wakati tuna support join na mwezi msitu support. Unaelewa? Sasa unaona kuna kwa normalement kuna kwa biso na kwa vibaya. Sasa niko nasema vile mimi peke sasa nikasema kwa kukumbusha na nikakukumbusha sasa artiste wetu. Nikakumbusha artiste wetu. Nasema hivi lakini si artiste na sie atupendanaje. Kuna wakati mako kulikuwa evenement ya nani ya T-Max. Epifamba alikatalaga akasema hata shimamia hiyo show mimi nikiimba. Alisemaga alimwambia T-Max na lapa mbele ya Mungu T-Max champagne akiimba kwa hiyo evenement mimi sitashimamia show. Mungu témoin alisema mbele ya media na anajua yeye peke. T-Max akanifuata akaniambia oh champagne na kuomba vraiment kama mtalombana msamaha kama hivi na hivi na hivi. Nikamwita famba sitaki problem tukaongea. Mais akaambia tena T-Max na kuna pia mbele ya Mungu champagne tu akikuwa kwa show. Hapo deja ile kama ni demi yo kama ni 3 milioni kanipita swala. Hapo tunapendana. Si tunaongea na riski. Mfano ingine kama hii problem hapa, ni problem ya kuongea tu entre les artistes. Tunamaliza. Bosi mbona mimi simkuli muhali parce que Bentour naye alifanya Bentour na Kongo. Simkuli muhali parce que Bentour naye yenye alifanya normalement pasha mu contacter, amulombe permission, tu afanye hicho kitu. Haikuwa bien kubia alifanya. Mais entre nous les artistes quand même, kama kisha lomba msamaha, mbona nangefika anaregeza kidogo. C'est ça. Donc tukikuwa na upendo entre si peke ba artiste, tutaendelea mbali zaidi. Unaona hii tuko tunafanya beef ya maana. Tuchokozane, bafana bakwe distraction, bachibizane, mais tulikutana na tupatiane madidi. Tuongee bien. Hii concert ya nani? Concert nani ya hii concert na piga nje nani? Harmonize. Mwalimu connecté ni Raivan. Ndabisema hapa lakini ni siri ya ndani. Raivan ndio mconnecté. Hiyo concert ya Harmonize ndapiga. Meonda kwa internet. Wanachambana ajabu. Mais sasa si unakuta artiste tu mmoja akipata concert, unakuta kwa mwingine musicien za ulizi. Sasa moi concert unaniita huko unaenda na mimi. Huyu msimtiwe astahili huyu. Mtu huyu. Hata kama ni petit mwache naye kesho yake atakuwa mkubwa. C'est ça, nadhani nimeelewa kidogo. Nilisemaga tu tupendane. Tuko tunasaidiana, sio juu ya roho mbaya au juu ya nini, tusaidiane si artiste. C'est ça. Sasa nadhani émission yote mko mmefuata. Parce que ukifuatilia émission zangu zote, fuatilia ya nani ku Klaus. Ku Klaus bali ndio naweza kusema media ya kwanza walinipokea na honor. Naingia na wananipeleka mpaka technique. Fuatilia ile video nilikuwa na poster. Na ule technicien ninamwambia sema Burundi. Unasikia namwambia sema Burundi. Kwa safi. Nilianza fundisha na wale journaliste Kirundi. Aseme jambo mkirundi wanasemaga hivi. Kuko video mimi naweza poster saa hii mimi naambia pale kwa safi kama tuna support muziki yetu, join mwa mtu support. Tuko ba artiste bazuri kwa Fizo, ba Satbi, ba Natasha, ba Kobengi, ba DJ Pro. Join à mon support wakati si tuna support. Donc ça veut dire que ni kwenda représenter Burundi. Ya Salama. Safi. Mimi kutoka Imperial TV. Ya kuna swali kama mbili nilikuwa nataka kuuliza. Ndio. Siku zinaisha kitambo sana. Mwawe kupost tunasema outload ya kufanya media tour kwenye TV online yoyote ile. Okay. Lakini tukitizama jinsi media za Tanzania zimekupokea, media zimekupa heshima sana.
isiokuwa media kubwa, media ndogo, lakini wewe ukiwa hapa kwetu unasema huwezi kufanya interview. Uliwahi kupost media online za Burundi, no, sirudi tena kufanya interview, sio kwa Burundi na platform. Ila kwenye nchi jirani media zimepokea na zimekuwa upendo zaidi. Swali langu la pili, tumeona umefanya collab na King of the Best Melody, Christian Bella. Je, vipi? Unamlipa au umefanya collab mbili, tarajie clip video imeishia pale pale mauzo tu sana. Okay. Concernant les questions à kwanza, nisemaga natumika na Indundi na platform. Itokanaga na concert yenye nilorganizaka. Yewezaka pale ku downtown. Wakati ninafanya ile evenement yenye nililumaga ni kwamba jina yenye niko nayo na kazi yenye mtu anafanya. Naelewa? Nafanya evenement kisha baadaye media online tunapatikana tu media mbili. Ili nilumaga nikalia machozi. Nikani blessé hein. Nilikuwa concert mbili. Nilifanya ya kwanza ya 10,000, ingine nikafanya ya 50,000. Ya Karim Babeli ilifatanaka na ile ya 10,000. Après ya 50,000 ndio nikareagir. Mais ça ni réagir, on a kila mtu kuna façon yake ya kureagir. Ni sensi ya kuangalia gisi tutakorishana entre 6 kwa 6. Mais nikaisha na nikaendelea kutumika na media zote. Na kama media za Tanzania zilinipokea ndaiongea parce que on a kama uko artiste musicien, il faut qu'on ait kisa kutengeneza muziki. Kazi zangu bien sûr wanazipata, mais tusisahau kwamba unaanza kwa mtangazaji anatumika par exemple kwa Wasafi, anatumika hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Si yakuwa mkubwa sana, lakini lazima nijisogeze kawaida. Unasikia? Lazima nijisogeze. Ile kujisogeza unatengenezaga mazingira mapema kama unatenda fast. Umeelewa ya? Efe sana natenda fast, sana natenda Tanzania, baliwa bien kama mimi nakuya. Asa niko deja na makontakte zangu na journaliste fulani. Ndio maana balipokea hivi. Question ya pili ilikuwa juu ya Christian Bella. Christian Bella ile chanson sio yangu. Ni chanson ya Christian Bella. Christian Bella ndio alinishirikisha. Na kama alinishirikisha ni kwamba aliniambia iko nafuatilia kazi zangu sisi zinaenda. Naelewa. Donc ananiona kama nishakuwa mkubwa zaidi. Afati yeye kama Christian Bella. Ila anipatie collab kufuatana na jina nilishakuwa nayo na gisi mimi najituma zaidi. Naelewa ya. Ndio alinishirikisha. Ndio kama kuna utofauti entre mimi kumshirikisha na yeye kunishirikisha. Donc aliona kitu fulani mumie ndio maana alinishirikisha. Video deja mimi naweza ndaishi tena kesho. Parce que acha tuma franga, mimi na shoot ya partir ya kuma image tukamata kule, mais kwa ile image na pasha kamata partir ya Burundi, kwa image ya Burundi na Tanzania tukamata. Unaweza kurudia hiyo kitu kidogo? Sisi ya kule bako cool. Très cool. À quel que soit dans les succès qu'on a, quel que soit jina yenyewe qu'on a, mais biko na heshima. Surtout wanaheshimia media sana. Wanaheshimia journaliste kabisa. Yani artiste musicien kikutana na journaliste wanagisi façon wakati anamsalimia unasentir que bako na respect na media. Hiyo cha kwanza niliona. Cha pili niliona kwa wale artiste ni watu ambao wanataka sana connaissance. Wanataka connaissance na wengine. Sijuani na wale artiste wote, lakini beniko mnaiona nao ni Duli. Sawa. Alikiba yeye atakuwa na karibu sana mwa ile film parce que alikuwa nikala kule mbele. Bale wengine tulikuwa tunakuwa na upale karibu. Mais ukona artiste mwingine sana kupresenter, unaona Dula kilipeleka na presenter kwa huyu. Unaona kena ule artiste kisa alipokea, una sentir qu'il alipokea. Mr Champagne, mambo vipi uko fresh? Yepe kwanza, yepe nyo afika ambaye walipiga picha wanaposte Burundi wanione bwana. Unaelewa? Yepe nyo akwambia piga picha, uposte Burundi wafanye nini? Banione. Unaona? C'est ça. Donc les kasema que mbale ba artiste ndio kitu kiliona na bako na upendo entre yao. Bado kwa artiste ya Tanzania sita badanganya hiyo mwani niliremarke bako na upendo. Hii mamnonaga wao aseme tu mwanaweza alisema washata. Ni mabidu yao tu tekniki yao. Sasa ndio unaona wanasupportiana kama kwanza watupotiana kisysteme. Unamwona huyo artiste alipata show kumbe mwenzake ndio alimpatia show. Huyo alipata show mwenzake ndio alimpatia show. Hapo kwa hapo. Unaona ya ndio kitu nijifunza sana mbele ya artiste. Unaona? Isaac baba. Ulisikia voice nilikutumia? Nisikia baba. Ulisikia? Nisikia. Usiseme usiambie watu. Ni siri yetu. Nakwambia ni moto.
Wallahi niko na ile muziki itaingia mpaka Tanzania. Wasafi niliwaambia pale wazi. Tunapiga muziki yenu, Burundi tunaipiga 100%. Tunawasupportia 100%. Johnny must support. Johnny hata siku moja tu mfanye cover, tunainvite Farias. Akifanya emission. Mnafanya tu cover, tunainvite Farias. Ni East Africa. Burundi anaingia Tanzania bure. Mtanzania